Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kipekee sana ninamshukuru Mungu na kumtukuza Mungu kwa ajili yako, kwa namna ambavyo anazidi kukuinua siku hadi siku. Ni siku njema, ni siku nzuri ambayo Bwana amefanya kwenye maisha ya kwetu, ambayo Bwana ametenda kwenye maisha ya kwetu. Tunapoona siku nyingine mpya, huwa ni ushuhuda mkubwa sana, ni muujiza mkubwa sana ambao Bwana anatutendea. Ingeliwezekana kabisa tusione siku ya leo, lakini kwa sababu ya huruma zake Mungu tumeweza kuona. Kwa huruma zake Mungu tumeweza kuitazama tena. Tuende mbele za Mungu, tumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa siku njema, siku nzuri, siku uliyoifanya wewe, siku ya baraka, siku ambayo Bwana Yesu umetusaidia nasi tumeweza kuiona. Utukufu, heshima ni zako Bwana. Asante kwa ajili yangu na kwa ajili ya watoto wako. Umetuamsha salama, umetuamsha tukiwa na nguvu. Umetuamsha tena Bwana Yesu tukiwa tumejawa na nguvu zitokazo kwako. Bwana, tunalisifu na kulitukuza jina lako. Tunaliinua na kuliabudu jina lako. Ni kwa huruma zako tu Bwana, ni kwa rehema zako tu Jehova, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante kwa sababu ya mtu mmoja mmoja. Asante kwa sababu ya mtu mmoja mmoja ambaye Bwana umemjalia uzima na afya. Asante kwa ajili hata yule mgonjwa ambaye umempigania na hata sasa ni wazima. Asante kwa sababu ya maisha ya kwetu wote kwa pamoja, kwa jinsi ambavyo unatusaidia Roho Mtakatifu. Tunakuinua, tunakutukuza. Mtu wa Mungu, tunasogea mbele za Mungu siku ya leo kuomba kuongezewa imani. Kwa nini tunaomba kuongezewa imani? Yamkini kuna vitu vingi ambavyo unavyo kwenye maisha ya kwako. Una maono mengi, una mipango mingi, una vitu vingi ambavyo unavihitaji kuvifanya, kuvitenda, lakini unashindwa kuvitenda kwa sababu ya kukosa imani. Kukosa imani. Umepanga vingi, lakini wakati mwingine unasema ya kwamba sijui kama litafanikiwa, sijui kama hili litafanikiwa. Ninapanga lakini sijui kama litafanikiwa. Nimepanga kuwa na mtaji wa kiasi fulani, lakini sijui kama nitapata huo mtaji. Nimepanga kabisa ya kwamba mimi nitafanya mambo makubwa sana, lakini sijui kama nitafanya. Kwa hiyo maana kama unajikuta ni mtu wa mashaka, unajikuta ni mtu wa wasiwasi, mtu wa uoga, hujawa na imani juu ya lile jambo ambalo unatamani kulifanya, juu ya lile jambo ambalo unatamani kulitenda. Umekosa imani kwenye hilo eneo, umekosa imani kwenye hayo mazingira, umekosa imani kwenye hiyo ofisi, umekosa imani kwenye hiyo biashara, umekosa imani kwenye hiyo huduma. Kwa hiyo leo nataka nikuambia kwamba tunapoenda mbele za Mungu, tumwambie Mungu atuongezee imani. Maana hata wanafunzi wake Yesu Kristo walimuomba Mungu amuongezee imani. Walimuomba wakamwambia kwamba Bwana tuongezee imani. Kwa hiyo inawezekana na wewe pia ya kwamba ukamwambia Mungu, ninaomba uniongezee imani. Unapoenda kusoma kitabu cha Luka 17 mstari wa 5, wale mitume wakamwambia Bwana atuongezee imani. Mimi ni nani? Wewe ni nani? Kwa nini tusimwambie Mungu atuongezee imani? Yamkini kuna vitu ambavyo tunavihitaji kuvifanya, kuna vitu ambavyo tunavihitaji kuvitenda, lakini hatuvitendi kwa sababu hatuna imani. Tumepungukiwa imani. Hatuoni muujiza wa Mungu ukitokea kwenye hiyo ofisi, kwenye hiyo biashara, kwenye hiyo huduma, kwa sababu tumepungukiwa imani. Ili uweze kufanya jambo kwa ukubwa, ili uweze kufanya kwa ubora, lazima uwe na imani. Maana imani ndio itakayokusaidia, imani ndio itakayokuwezesha, imani ndio itakayokufungulia mlango zaidi na kukupa ujasiri. Unaposoma kitabu cha Mathayo mlango wa 17 mstari wa 20, anasema kama mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, hakuna litakaloshindikana. Maana kwamba tukiwa na imani, ile imani hata punje cha haradali, kuna vitu vingi ambavyo tunaweza tukavifanya. Tunaweza tukafanya vitu kwa ukubwa, lakini kama hatuna imani hatuwezi tukafanya kwa ukubwa, hatuwezi tukavitenda kwa ukubwa. Kwa lazima tuwe na imani. Lazima tuamini ya kwamba kuna uwezekano wa vitu kutendeka. Ukisoma Warumi 10 mstari wa 17, anasema basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hiyo tunalisikia ile imani. Kama imani chanzo chake ni kusikia, unasikia nini? Neno la Mungu linasemaje? Yamkini neno la Mungu linakuambia usiogope, lakini roho ya uoga imejaa ndani mwako. Yamkini kuna namna ambavyo unahitajika kukiri ushindi, kwa maana unamwambia Bwana, neno lako linasema kwamba usiogope, nami ninaamini ya kwamba sitaogopa. Mungu nijalie imani. Kwa hiyo imani huja kwa kusikia, na kusikia huja
kwa neno la Kristo. Kwa hiyo unapolisikia lile neno linakupa ujasiri, unapolisikia lile neno linakupa matumaini, lile neno linakupa nguvu ya kuendelea mbele, lile neno linakupa nguvu ya kuendelea kusonga mbele. Kwa nini? Kwa sababu umelisikia. Wakati mwingine unaposoma kitabu cha Waebrania mlango wa 11 mstari wa kwanza, anapotupa tafsiri ya imani, anasema basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo lazima tuwe na uhakika. Imani ni kuwa na uhakika, ni kujiwekea uhakika ya kwamba bayana ya imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Kwa hiyo lazima utarajie, hata kama sasa hivi huna, hata kama sasa hivi huoni, hata kama kwa sasa hivi haukikamati hicho kitu, lakini ndani ya moyo wako ujawe na imani, ndani ya mawazo yako ujawe na imani, ndani ya akili yako ujawe na imani juu ya jambo ambalo unalitarajia, juu ya jambo ambalo unaliamini ya kwamba utapata. Ndio maana Biblia inatuambia basi imani ni kuwa na uhakika na mambo yatarajiwayo, bayana ya mambo yasiyoonekana. Hatuoni, lakini tuna uhakika ya kwamba tutapata. Hatuoni, lakini tuna uhakika ya kwamba baada ya miaka kadhaa, baada ya siku kadhaa, baada ya wiki, baada ya miezi, baada ya siku fulani nitafanikiwa kwenye hilo eneo. Kwa hiyo imani ni kuwa na uhakika na mambo yatarajiwayo. Kwa hiyo lazima utarajie kwa uhakika, weka imani kwenye hilo jambo. Kwa hiyo tunapoenda mbele za Mungu, tumuombe Mungu atuongezee imani, ili kusudi tuende mbali zaidi, tuweze kupata zile baraka zetu, tuweze kupata yale mafanikio yetu kwa wakati. Yamkini kuna vitu tunavikosa kwa wakati kwa sababu ya ukosefu wa imani, kwa sababu ya kukosa imani. Kwa hiyo leo tunaposogea mbele za Mungu, lazima tuwe na imani. Tumwambie Mungu tuongezee imani kwenye eneo fulani, maana yeye ni mwaminifu. Anasema kwenye kitabu cha Waebrania 11:6, pasipo imani haiwezekani kumpendeza, maana kwamba hakuna anayeweza kumuona Mungu kama hana imani. Na wakati mwingine anasema kwamba ili mtu aweze kumwendea Mungu lazima awe na imani. Kwa hiyo hatuwezi kumwendea Mungu kama hatuna imani, hatuwezi tukumpendeza Mungu kama hatuna imani. Kwa hiyo lazima tumwamini Mungu. Imani ni kama sheria, utaratibu ambao Mkristo amepewa. Kwa hiyo kama Mkristo, kama mtu muamini, unayemwamini Mungu, lazima uwe na imani kwa habari ya Yesu Kristo, kwa habari ya Mungu wetu, kwa habari ya Roho Mtakatifu, ya kwamba nikiwa na Roho Mtakatifu kuna vitu vingi atanishauri, nikiwa na Yesu Kristo kuna vitu atanisaidia, nikiwa na huyu Mungu aliye hai kuna vitu atavifunua kwenye maisha yangu. Kwa hiyo lazima uweke imani juu ya jambo lako, juu ya mambo yako, juu ya vitu ambavyo unavifikiria kwenye maisha yako. Maana kwamba hata ukisoma kitabu cha Wakorintho 2:5-7 anasema kwamba maana twaenenda kwa imani wala si kwa kuona. Kwa hiyo sisi kama watoto wa Kristo, kama watoto ambao tunapendwa na Mungu, tunaenda kwa imani, hatuendi kwa kuona. Chochote kile tunachokifanya tunafanya kwa imani, chochote kile tunachokitenda tunaenda kwa imani. Mahali unakoenda, mahali unakopita, unapita kwa imani. Haupiti kwa sababu unaona, hapana. Kuna imani ya Mungu ambayo inakusaidia, kuna imani ya Mungu inayokusaidia. Na ukisoma kitabu cha Efeso 2:8 anasema kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Pamoja tunaokolewa kwa neema, ila kuna imani pia imetusaidia, imetuokoa. Kwa hiyo imani inatusaidia. Mkristo unapaswa kuwa na imani. Mimi na wewe tunapaswa kuwa na imani. Pale ofisini kwako unahitajika kuwa na imani. Kwenye familia yako uwe na imani. Kama kuna vitu ambavyo unaviwaza, kama kuna vitu ambavyo unavifikiria, lazima uwe na imani ya kwamba katika hayo mambo yote utashinda na zaidi ya kushinda. Katika kila jambo utashinda na zaidi ya kushinda. Na Mungu yeye ni mwaminifu. Yeye ni mwaminifu kwa sababu kila anayemwamini huwa ana uwezo wa kumsaidia. Huwa yuko tayari kwa ajili ya kumsaidia. Huwa yuko tayari kwa ajili ya kumpigania. Kwa hiyo lazima uwe na imani. Hauwezi ukawa na roho ya uoga alafu ukafikiri kwamba utaweza ukafanikiwa kwenye hilo eneo. Ni gumu sana. Kwa hiyo tusogee mbele za Mungu, tumwambie Mungu atusaidie, atuongezee imani. Atusaidie, atuongezee imani. Maana yeye ni mwaminifu. Yeye ni Mungu mkuu ambaye hapana mwingine kama yeye. Hapana mwingine kama yeye.
hakuna mwingine kama yeye. Na unaposoma kwa imani, soma kabisa, na unapoingia kwenye maombi, ingia kwenye maombi kwa ujasiri. Mwambie Bwana, ninahitaji uniongezee imani, ninahitaji uniongezee imani. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa upendo wako, ninakushukuru kwa ukarimu wako. Ninasogea mbele zako tena kwa siku nyingine ambayo umetuambia kwamba tuombe kuongezewa imani, kama wale mitume walikuomba Yesu Kristo ya kwamba uwaongezee imani. Na ndani ya maisha yetu nasi tunahitaji utuongezee imani, tunahitaji utuongezee imani katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Niongezee imani Bwana Yesu, tuongezee imani Bwana Yesu, imani ya kukuamini wewe Bwana. Niongezee imani ya kukuamini wewe Bwana Yesu, niongezee imani ya kukuamini wewe Bwana Yesu, katika jina la Yesu, ili niweze kukuamini Bwana katika kila hali ya maisha yangu, niweze kukuamini wewe Bwana katika kila hali ya maisha ya kwangu wewe Bwana, katika kila hali ya maisha ya kwetu, katika jina la Yesu. Tuongezee imani tokayo kwako, tuongezee imani Bwana, niongezee imani Bwana wangu, niongezee imani Bwana kwenye maisha ya kwangu, niongezee imani Jehova kwenye maisha ya kwangu, katika jina la Yesu, ili nizidi kukuamini Bwana, nizidi kukuamini Bwana. Niongezee imani ya kukuamini wewe, niongezee imani ya kukuamini wewe, wala nisiamini vitu vingine zaidi yako Bwana. Yamkini kuna vitu nimeviamini Bwana, nikavipa kipaumbele badala ya kukuamini wewe zaidi, ya kwamba wewe ndiye Mungu ambaye unastahili kuaminiwa. Bwana Yesu nisaidie, Bwana Yesu nisaidie nikuamini wewe Bwana katika maisha ya kwangu. Nisaidie Baba yangu niweze kukuamini kwenye maisha ya kwangu siku zote, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Saidie yule baba, yule mama aweze kukuamini wewe. Saidie yule kijana wa kiume na wa kike aweze kukuamini wewe. Saidie yule mtoto aweze kukuamini wewe kwenye maisha yake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninaomba rehema Bwana, mahali popote ambako niliamini vitu vingine badala ya kukuamini wewe, mahali popote ambako Bwana wa majeshi niliamini katika kuona vitu vingine badala ya kukuona wewe Bwana na kukuamini wewe kwenye maisha ya kwangu, katika jina la Yesu. Ninaomba rehema na neema, ninaomba rehema Bwana kwa ajili yangu na kwa ajili ya watoto wako, mahali ambapo Bwana tuliacha kukuamini wewe. Tunaomba uturumie, tunaomba uturumie. Leo tuongezee imani, leo tuongezee imani Bwana. Niongezee imani kwenye maisha ya kwangu, niongezee imani tokayo kwako, niongezee imani Bwana katika maisha ya kwangu, katika maisha ya watoto wako. Waongezee imani, ongeza imani tokayo kwako, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Baba, ninasogea mbele zako, nipe moyo wa kukutegemea hata pale mazingira yanapoonekana kuwa magumu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nipe imani katika moyo wangu wa kukutegemea wewe Bwana, hata pale ambapo wakati mwingine mazingira yanakuwa magumu, hata pale ambapo watu wanakata tamaa, hata pale ambapo watu wanashindwa kuelewa ya kwamba hili linawezekanaje. Bwana Yesu, ninaomba unipe imani, imani ya kukutegemea wewe, ya kukutegemea wewe na kukutumainia wewe Bwana, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Imani ya kukutegemea wewe, imani ya kukutumainia wewe Bwana, ndio ninayoiomba, ndio ninayoitaka. Imani ya kukutegemea wewe kwenye kila eneo la maisha ya kwangu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninaomba hiyo imani ya kukutegemea wewe, ninaomba hiyo imani ya kukutumainia wewe, ninaomba hiyo imani ya kukutegemea wewe Bwana, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Pale ambako mazingira yanakuwa magumu, ninahitaji ni kuamini wewe zaidi. Pale ambako mazingira yanakataa, ninahitaji ni kuamini wewe zaidi. Pale ambako mazingira yanashindwa kunielewa, nahitaji Bwana imani ya kukuelewa wewe zaidi. Pale ambako wakati mwingine Bwana wa majeshi, maneno ya watu Bwana yakuwa mengi sana, mpaka Bwana wakati mwingine mfalme wa falme Bwana, pasipo wewe Bwana hapo Bwana kunipa imani, naweza nikajikuta nakata tamaa. Lakini Mungu nisaidie nikutegemee wewe Bwana katikati ya maneno magumu, katikati ya maneno ambayo Bwana wakati mwingine yanakatisha tamaa. Ninahitaji nikutegemee wewe, nahitaji imani ya kukutegemea wewe, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo.
na kwa damu ya Yesu. Bwana, ninasogea mbele zako, niondolee mashaka, hofu na kutokuamini kunakoweza kuzuia kazi yako ndani yangu. Bwana, niondolee hayo mashaka, niondolee hiyo hofu ambayo Bwana wa majeshi wakati mwingine Bwana wa mbingu na nchi inasababisha kutokuamini kunakoweza kuzuia kazi yako ndani yangu, kazi yako ndani yangu, kunakoweza kuzuia ile huduma ulieka ndani yangu. Wakati mwingine yapo mambo mengi ambayo Bwana wa majeshi ninayafikiria kuyafanya, yapo mengi kama familia inafikiria kuyafanya, yapo mengi kama vijana tunafikiria kuyafanya, lakini Bwana wa majeshi, Bwana, hofu, mashaka inazuia sisi kutokuendelea mbele, inazuia sisi kutokuendelea mbele. Bwana Yesu, niondolee hiyo mashaka, niondolee hiyo mashaka, niondolee hiyo hofu ya kutokuamini kunakoweza kuzuia kazi yako ndani yangu, ili niweze kufanya kwa ujasiri, ili niweze kufanya lile agizo ulilonipa kulifanya, nifanye kwa ubora, nifanye kwa ujasiri, bila uoga wote, bila mashaka yote, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninakutegemea Mungu wangu, ninahitaji unisaidie. Ondoa hiyo mashaka juu ya yule kijana, ondoa hiyo roho ya hofu juu ya ile familia, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mtu wa Mungu, omba, mwambie Bwana akuondolee hiyo roho ya mashaka, hiyo roho ya hofu ambayo wakati mwingine inasababisha kutokuamini kunakoweza kuzuia kazi ya Mungu ndani ya maisha yako. Mwambie Bwana, niondolee roho ya hofu, niondolee roho ya mashaka, niondolee roho ya wasiwasi inayonizuia mimi nisiamini juu ya kazi yako ndani ya maisha yangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaondoa ila hofu ndani ya kwangu kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu Kristo. Bwana wa majeshi, nisaidie Bwana, nisaidie kusimama imara katika ahadi zako bila kuyumbishwa na hali ninayoziona, bila kuyumbishwa na hali ninazoziona. Nisaidie Bwana, nisaidie kusimama imara, nisaidie kusimama imara katika ahadi zako bila kuyumbishwa na hali ninazoziona, kama Bwana ulivyosema, wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni, wakao milele hautatikisika. Kama milima ilivyoizunguka Yerusalemu, ndivyo Bwana alivyowazunguka watu wake. Na mimi Bwana, ninachotamani ya kwamba Bwana, katikati ya hali yoyote Bwana, nipe neema Bwana, nipe neema Bwana, nipe neema hiyo Bwana ya kusimama imara, ya kusimama imara katika ahadi zako. Maana umesema ya kwamba, umeahidi kabisa ya kwamba yoyote yule anayekutumainia hatatikisika. Nami natamani Bwana, katikati ya hali ambayo Bwana, katikati ya hali ambayo Bwana ninazoziona, ninaomba nisiumbishwe, naomba nisiumbishwe Bwana, naomba unisaidie nisimame imara, ninaomba nisiumbishwe na maneno, ninaomba nisiumbishwe na hali yoyote ile ya ukosefu wa kitu chochote, nisiumbishwe Bwana na hali ya uchumi, nisiumbishwe Bwana na hali ya mazingira, nisiumbishwe Bwana na maneno ya watu, bali nisimame imara sawa sawa na ahadi zako Bwana, sawa sawa na ahadi zako Bwana. Mungu nisaidie, Yesu nisaidie, Yesu tusaidie katika jina la Yesu. Tusaidie kusimama imara, tusaidie kusimama imara katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Bwana wa majeshi, tusaidie, nijaze imani ya kushinda majaribu, ya kushinda changamoto. Bwana wa majeshi, nisaidie, tusaidie Bwana, tusaidie imani ya kushinda majaribu. Nisaidie Bwana, ile imani ambayo inatuwezesha kushinda majaribu, kama Ayubu aliposhinda majaribu, kama Ayubu aliposimama imara akiamini ya kwamba akasema ya kwamba nami najua ya kwamba mteteaji wangu yu hai na hatimaye atasimama juu ya nchi. Bwana, tupe hiyo imani, tupe hiyo imani ya kuamini ya kwamba katikati ya majaribu, katikati ya changamoto, bado Mungu atabaki kuwa Mungu ndani ya maisha yetu. Bado Mungu atatusaidia kwenye kila eneo. Bado Mungu atatupa kushinda kwenye hili jaribu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Imani ya kushinda majaribu, imani ya kushinda
kushinda majaribu yanayoinuka kwenye uchumi, imani ya kushinda changamoto yanayoinuka ofisini, imani ya kushinda kila aina vikwazo yanayoinuka kwenye huduma, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana tusaidie, Bwana tusaidie, kwa damu ya Yesu Kristo, 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 kwa jina la Yesu Kristo. Bwana tusaidie, tusaidie kusimama imara, tusaidie Bwana, tusaidie Bwana kushinda hayo majaribu ya kila namna, tusaidie Bwana kushinda changamoto ya kila namna zilizotuzunguka, zilizotuzunguka, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Changamoto yoyote tupe kuishinda, jaribu lolote tupe kuishinda, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, na kwa damu ya Yesu, na kwa damu ya Yesu. Kuanzia sasa Bwana, achilia hiyo imani ya kushinda jaribu lolote linaloinuka kwenye maisha yetu kama vijana, kwenye maisha yetu kama familia, kwenye maisha yetu ya kiuchumi. Jaribu lolote, changamoto yoyote, kikwazo yoyote kinachoinuka, tupe kushinda, tupe kushinda kwa imani, tupe kushinda kwa imani, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Tupe kushinda kwa damu yako, kwa damu yako, kama neno lako linavyosema, na wakashinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushujaa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba yangu na Mungu wangu, ninasogea mbele zako, ninaomba Bwana unisaidie, unipe Roho Mtakatifu aimarishe imani yangu kupitia neno lako na ushirika na wewe Bwana. Ninahitaji Mfalme, Roho Mtakatifu azidi kuwepo ndani yangu, azidi kunisaidia ndani yangu, aimarishe. Roho Mtakatifu, imarisha imani yangu, imarisha imani yangu. Yamkini kuna mahali ambako nilikuwa na woga, yamkini kuna mahali ambako nimekuwa na mashaka, yamkini kuna mahali ambako nimekuwa na wasiwasi, nikiona kabisa haliwezekani. Roho Mtakatifu nisaidie kunionyesha kwamba inawezekana, no matter what. Bwana, mazingira yanaongea nini, haijalishi ya kwamba wakati mwingine vitu vinaongea nini, lakini ninachohitaji Roho Mtakatifu, achilia ile imani, achilia ile imani, achilia ile imani, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kupitia neno lako, kama neno lako linavyosema. Imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia hoja kwa neno la Kristo. Bwana, ninahitaji nisikie mengi katika neno lako, nisikie mengi katika neno lako, na ninaposikia katika neno niimarike. Ile imani inaponiambia kwamba kwa jina lako takatifu wagonjwa wanapona, Bwana, ndicho ninachotamani. Ile imani iumbike kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu nisaidie Roho Mtakatifu, 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 nikuamini wewe zaidi, nisaidie Roho Mtakatifu, nikuelewe wewe zaidi, nisaidie Roho Mtakatifu, nikufahamu wewe zaidi, kwa imani, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, ili niepukane Bwana kufanya kwa wasiwasi, kufanya kwa mashaka, kwa jina la Yesu. Nisaidie kutokuamini kwangu, Roho wa Bwana, nisaidie kutokuamini kwangu, nisaidie kutokuamini kwangu, kwa jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nisaidie Roho Mtakatifu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ongeza hiyo imani Roho Mtakatifu, hiyo imani ongeza ndani yangu, Roho wa Bwana, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, achilia hiyo imani ya kiungo ndani yangu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana, ninaomba unipe ile imani ya kuomba bila kukata tamaa. Haijalishi sijajibiwa leo, haijalishi sijajibiwa lile ambalo nahitaji kujibiwa, lakini Bwana, ninachoomba nipe imani ya kuomba pasipo kukata tamaa, kama neno lako linavyosema, imewapasa kumuomba Mungu pasipo kukata tamaa. Kwa jina la Yesu, nikuombe siku zote pasipo kukata tamaa,
tamaa, iwe nimejibiwa, iwe sijajibiwa. Ninachohitaji ni ile imani ya kuomba pasipo ukata tamaa, maana ile imani ikiumbika ndani yangu, hakuna linaloshindikana, hakuna linaloshindikana kwa jina la Yesu. Yamkini Bwana, kuna wakati mwingine nikiomba na kata tamaa kwa sababu sijajibiwa. This time around, my Father, I need the faith. I need to have the faith in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Oh Bwana, I need the faith, my Father, ambayo Bwana sitakata tamaa. Nahitaji ile imani ambayo sitakata tamaa kuomba, sitakata tamaa kuamini, sitakata tamaa kuelewa ya kwamba linawezekana kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Bwana, achilia hiyo imani ndani yangu, achilia hiyo imani ndani yangu kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Nisaidie Bwana kuomba bila ukata tamaa, nisaidie Bwana niombe bila ukata tamaa, na niwe na tabia ya kusubiria yale majibu yako kwa uvumilivu, nisubiria yale majibu yako kwa upendo na furaha kwa jina la Yesu. Ile imani Bwana ya kusubiria majibu yako pasipokuwa na haraka, ile imani ambayo Bwana itanisaidia ya kusubiria maamuzi yako pasipokuwa na haraka, maana Bwana ile imani ikijengeka ndani yangu, nitaepukana na kufanya maamuzi yasiyo sahihi, nitaepukana Bwana majeshi kwenda mahali ambako sio sahihi Bwana, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Nisaidie Bwana, nisaidie Bwana, nisaidie baba yangu kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Bwana, nijalie kuona makuu, tujalie kuona makuu, tujalie kuona makuu na maajabu yako, kwa sababu ya kukuamini wewe Mungu wangu, kwa sababu ya kuamini kwangu kwa jina la Yesu Kristo. Jalie yule mama, jalie yule baba, jalie yule kijana wa kiume na wa kike kuona makuu yako, kuona makuu yako, kuona makuu yako, kwa sababu ya Bwana, kwa sababu ya kuamini kwake, kwa sababu ya kuamini kwake kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Nijalie baba yangu, nijalie Mungu wangu, nijalie Jehova Nisi kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Nijalie kuona yale makuu, nijalie kuona yale makuu kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Bwana, nijalie kuona yale makuu, nijalie kuona yale makuu kwa jina la Yesu Kristo na maajabu yako na ishara zako za ajabu. Nijalie, tujalie kuona Bwana kwa imani, kwa imani, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Bwana wa majeshi, ninakuja mbele zako, tusaidie Bwana kutembea kwa imani, tusaidie Bwana kutembea kwa imani na sio kuona, na sio kuona katika kazi yangu, katika shughuli yangu, katika eneo lolote. Tusaidie Bwana, tusaidie Jehova Nisi, tusaidie mmoja mmoja, mpe neema, mpe neema, mpe neema ya kutembea kwa imani kwenye kazi yake, mpe neema ya kutembea kwa imani kwenye biashara yake, kama neno lako linavyosema tunatembea kwa imani na sio kwa kuona, na sio kwa kuona. Mpe neema ya kutembea kwa imani, mpe neema ya kutembea kwa imani kwenye hayo mazingira aliyopo, kwenye hiyo hali aliyonayo, mpe kutembea kwa imani kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu Kristo. Bwana, yale mambo makuu tusaidie Bwana kutembea kwa imani katika zile baraka zetu, katika ile muujiza yetu, tupe kutembea nayo kwa imani, tupe kuamini Bwana kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninakataa roho yote ile ya mashaka, ya wasiwasi inayosababisha wakati mwingine tusiamini matokeo, tusiamini katika matokeo ya kiungo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho yote inayonizuia nisiamini katika kazi ya mikono ya Mungu wangu, nakataa, napinga saa hii haina mamlaka kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu na kwa
damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba yangu na Mungu wangu, tusaidie, nisaidie Baba, nisaidie Jehova, nisaidie Mfalme. Reketeria makandoria ba repasheketeriaka. Ninakata wasiwasi, ninakata roho ya uoga kwenye maisha ya yule mama katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kwa imani, kwa imani ninatamka uponyaji, ninatamka uzima, ninatamka ushindi kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninatamka uzima pale ambako walitamka magonjwa, pale walikotamka laana, ninatamka baraka kwa imani, kwa imani, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Walikotamka ya kwamba ataishia pale pale, I will speak by faith in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Bwana, tenda maajabu juu yake, tenda maajabu juu yake, tenda maajabu juu yao Bwana, juu yao Bwana. Wanahitaji msaada, wanahitaji msaada utokao kwako Bwana, kwa jina la Yesu. Kwa imani, kwa imani waone ushindi, waone ushindi. Maana Bwana umesema tunashinda na zaidi ya kushinda, and we believe ya kwamba we gonna to be the champion, we gonna to be the winner in everywhere, in every Bwana. In our economic, Jehovah, we are gonna go to be the winner. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wasaidie watoto wako, usimwache yote yule anayekuita kwa habari ya lile tatizo alilo nalo. Anakuita kwa imani sahihi, anakuita kwa imani sahihi, anakuita kwa habari ya watoto wake, anakuita kwa habari ya maisha ya kwake, kwa habari ya Bwana ya huduma ya kwake. Usimwache, usimwache Baba yangu, usimwache Jehova, katika jina Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Onekana Bwana, onekana Yesu. Asante Bwana kwa sababu unaenda kujidhihirisha, unaenda kujidhihirisha kwa imani, kwa imani. Yupo ambaye Bwana anapokea uzima wako sahihi, anapokea uponyaji wako sahihi, anapokea ushindi sahihi, anapokea roho ya ujasiri sahihi, anapokea roho ya ujasiri sahihi, sahihi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Thank you Jesus. Wa Mungu akubariki sana, Mungu akuinue sana, Mungu akuwezeshe sana. Mahali ambako ulikwama, kwa imani hautakwama tena, katika jina la Yesu. Ninakutamkia hautakwama wala kuishia hapo tena. Utakuwa ni mtu mkuu, utayaendea yale mambo makubwa ambayo Mungu amekusudia kwenye maisha ya kwako, ambayo Mungu ameyakusudia kwenye maisha ya kwako. Mungu akuinue, Mungu akuwezeshe, Mungu akusaidie. Usiogope wala usifadhaike. Wewe ni shujaa. Simama kishujaa kwenye hiyo ndoa, simama kishujaa kwenye hiyo familia yako, simama kishujaa kwenye hiyo biashara yako, simama kishujaa kwenye hiyo kazi ya mikono yako, simama kishujaa kwenye hiyo elimu yako, simama kishujaa wala usiogope, kwa sababu imani ya Mungu imeongezeka ndani yako. Imani ambayo Mungu amekuongezea ni kubwa sana. So stand up. Stand up. Simama rafiki yangu, simama ndugu yangu, usinyamaze, simama tena kwa imani. Inawezekana katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mungu akubariki, Mungu abariki maisha yako, Mungu abariki mawazo yako, Mungu abariki akili yako, Mungu abariki fikra zako, Mungu abariki kila lililo jema lililo ndani yako. Ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, amen. Thank you Jesus, thank you Jehova. Asante kwa sababu umetuwezesha, asante kwa sababu umetusaidia. Si kwamba tunaweza, bali wewe Mungu umekusudia.